Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, mechi ya mkondo wa pili ambayo inasubiriwa na wadau wengi wa soka barani Afrika, ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha miamba ya soka kutokea katika ardhi ya Tanzania. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo Simba watakwenda kupepetuana na klabu ya soka kutokea Afrika ya Magharibi. Hapa tukienda kuongelea Al Masry kutokea katika nchi ya Misri, ambapo mechi ya mkondo wa kwanza klabu ya soka ya Simba waliweza kupoteza kwa mabao 2-0 ili Simba kwenda hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wanahitaji kushinda angalau mabao 3 ili kuweza kufanya aggregate mabao 3-2, na Simba wanakuambia hii tunakwenda, wakimaanisha kwamba wamedhamiria ubaya ubwela, watakwenda kuifunga klabu ya soka ya Al Masry. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano, yani tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section, katuambie wewe kwa upande wako unaiona klabu ya soka ya Simba katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry unakwenda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Sasa kuelekea katika mchezo huu, tunaona kupitia kocha mkuu wa kocha wekundu wa Msimbazi mtaalam Faldu Davis tayari amekiseti kikosi chake, na ikumbukwe historia inaonyesha Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Al Masry wamekutana mara moja, mchezo ambao umechezwa pale nchini Misri katika mji wa Ismailia, na Simba waliweza kupoteza kwa mabao 2-0. Lakini Al Masry si mara ya kwanza kuja nchini Tanzania. Mwaka 2018 walishawahi kuja katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya kuja kucheza na klabu ya soka Yanga Sports Club, lakini ni mechi ya playoff, yani mechi ya mtoano. Kwa hiyo Simba anahitaji kupata ushindi kwa sababu katika mchezo wa kwanza aliweza kufungwa mabao 2-0. Kwa sasa anahitaji kupata ushindi angalau wa mabao 3 ili aggregate isome mabao 3-2 ili kuweza qualify kwenda hatua ya robo nusu finali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kupata pigo kubwa kwa sababu kuna orodha ya wachezaji wao maalum ambao watakwenda kuwakosa kuelekea katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Simba wanatarajia kumkosa ni Sheikh Malone Fondo ukuta wa Ereko. Sababu za Sheikh Malone Fondo kukosekana, mchezaji huyu tunaona aliweza kuumia enka na kwa sasa anauguza majeraha kutokana na operation ambayo aliweza kufanyiwa akiwa nchini Morocco. Kwa hiyo Simba wanatarajia kumkosa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Nyota wa pili ni Mzamiru Yasin Selemba, kiungo punda. Mchezaji huyu naye pia anauguza majeraha ya kisigino ambayo aliweza kuyapata akiwa mazoezini na klabu ya soka Simba. Kwa Simba watakwenda kumkosa Mzamiru Yasin Selemba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Nyota mwingine ambaye klabu ya soka ya Simba wanatarajia kumkosa ni golikipa Ayubu Lakredi, ambaye naye pia kwa upande mwingine anauguza majeraha licha ya kupona, yupo katika system ya klabu ya soka ya Simba. Kwa Simba wanatarajia vile vile kumkosa golikipa Ayubu Lakredi. Lakini nyota mwingine ni golikipa Aishi Manula, ambaye naye pia tunaona kwa upande mwingine ni miongoni mwa golikipa bora, lakini hayupo katika mpango kazi wa kocha Faldu Davis, bila kumsahau kiungo Omar naye pia hayupo katika mpango kazi wa kocha Faldu Davis. Kwa hiyo pia anatarajia kukosekana kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Kwa hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao Simba wanatarajia kuwakosa, na hili ni pigo kubwa kwa sababu ukiangalia Sheikh Malone Fondo ni muhimili mkubwa katika eneo la ulinzi, bila kumsahau golikipa Ishmanula naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri. Kwa kukosekana kwao ni pigo kubwa kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi.